Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa makala tuliokuwa nayo ni kwa nini China ilishindwa kuilinda Venezuela, ikizingatiwa kwamba China ni moja kati ya mataifa ya kisoshalisti kama ilivyo Venezuela, lakini iliyowekeza zaidi nchini humo, lakini ilishindwa kuzuia kile kilichofanywa na Marekani. Uingiliaji kati wa jeshi la Marekani nchini Venezuela mnamo Januari mwaka 2026 unajulikana kama operesheni ya utatuzi kamili, ulileta mshtuko zaidi ya Caracas. Kwa kulenga shabaha katika mji mkuu wa Venezuela na kumkamata Nicolas Maduro na mkewe, Washington iliashiria kurejea kwa nguvu katika ulimwengu wa magharibi. Operesheni hiyo haikuwa tu hatua ya kimbinu dhidi ya utawala pinzani, ulikuwa ni ujumbe wa kimkakati kuhusu ushawishi, uongozi na udhibiti katika Amerika. Kwa Uchina ambayo ilikuwa imewekeza sana katika maisha ya kisiasa na kiuchumi huko Venezuela, uingiliaji kati huo ulizua maswali ya papo hapo juu ya mipaka ya ufikiaji wake wa kimataifa na sheria zinazobadilika za ushindani wa nguvu kubwa katika ulimwengu unaozidi kuwa sehemu nyingi. Majibu ya Uchina kwa operesheni ya utatuzi ilikuwa ya haraka lakini ya tahadhari katika namna fulani. Taarifa rasmi kutoka Beijing zililaani kitendo hicho cha Marekani kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa na uhuru wa kitaifa na kukitaja kuwa ni cha kuvuruga utulivu na ishara ya utawala wa upande mmoja. Maafisa wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa China mara kwa mara waliitaka Washington kuheshimu mkataba wa Umoja wa Mataifa na kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Venezuela na kuiweka China kama mtetezi wa mamlaka ya nchi katika kanuni za kimataifa. Hata hivyo, usemi huo haukulinganishwa na kupanda kwa Beijing. Beijing iliepuka vitisho vya kulipiza kisasi au kutoa msaada wa moja kwa moja wa kijeshi kwa Caracas. Badala yake iliweka jibu lake kwa njia ya kidiplomasia, ikisisitiza upinzani dhidi ya vikwazo vya upande mmoja, na ilitoa ushauri wa kusafiri ikiwaonya raia wa China kuepuka Venezuela, huku kukiwa na hali ya kukosekana kwa utulivu. Wachambuzi wa China walisisitiza kwamba kipaumbele ni udhibiti wa uharibifu, kulinda maslahi ya muda mrefu ya kiuchumi na kimkakati bila kuchochea makabiliano ya moja kwa moja na nguvu za kijeshi za Marekani katika ulimwengu wa magharibi. Hata katika siku za hivi karibuni, Xi Jinping, rais wa China, alifanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin. Katika simu yake ya rais wa Marekani Donald Trump, moja kati ya mambo ambayo waliyazungumza ni juu ya masuala ya Venezuela, kwamba China imewekeza kwa kiwango kikubwa nchini humo na kwamba rasilimali zake zinapaswa kubaki kama zilivyo na wala zisiguswe. Na moja kati ya makubaliano ambayo yanadaiwa ni namna ambavyo Marekani kupitia rais wake Donald Trump kukubali kwamba China inaweza ikawekeza katika taifa hilo la Venezuela, lakini Marekani itakuwa ikidhibiti kwa kiwango kikubwa rasilimali za mafuta zilizopo. Na ndio maana Rais Trump akatoa wito kwa ulimwengu kwamba sasa China pamoja na India na baadhi ya mataifa yanaweza kuwekeza katika Venezuela. Mwitikio huu ulipimwa unaangazia kipengele kinachobainisha cha mbinu za Uchina kwa Amerika ya Kusini. Beijing imefuata ushiriki wa kina wa kiuchumi na uungaji mkono wa sauti kwa uhuru, lakini mara kwa mara imepuka ushindani wa kijeshi na Amerika katika eneo ambalo nguvu ya Amerika inabaki kuwa kubwa. Operesheni hiyo ambayo suluhisho kabisa lilifichua nguvu ya mipaka ya mkakati huo, China iliona kwamba njia pekee ni kuacha kuingilia kati moja kwa moja, kwani rasilimali zake zilizopo katika taifa hilo huenda zikaharibika na mipango yake yote ya kiuchumi ikaharibika. Na hivyo China ilitumia diplomasia ya hali ya juu kuacha Venezuela katika matatizo makubwa hadi kutekwa kwa rais wa Venezuela pamoja na mkewe. Uhusiano wa China na serikali ya Maduro haukuwa wa mfano au wa juu. Katika miongo miwili iliyopita, Venezuela iliibuka kuwa mmoja wa washirika muhimu wa Beijing. Mnamo mwaka 2023 nchi hizo mbili zilinua uhusiano wa ushirikiano wa kimkakati wa hali ya juu, kiwango cha juu zaidi cha Uchina cha kuteuliwa. Hali hii ilionyesha matarajio ya ushirikiano wa kudumu katika nishati, fedha, miundombinu na uratibu wa kisiasa, na kuiweka Venezuela kati ya duru ndogo ya nchi ambazo Beijing inachukuliwa kuwa muhimu kimkakati. Benki za sera za Uchina zilipanua ufadhili mkubwa kwa Caracas, nyingi zikiwa kama mikopo iliyoungwa mkono na mafuta ambayo iliruhusu Venezuela kudumisha ufikiaji wa masoko ya kimataifa licha ya vikwazo vya Amerika.
Makampuni ya China yalijihusisha na miradi ya nishati hasa katika ukanda wa Orinoco, huko biashara baina ya nchi hizo mbili kipanuka kwa kiasi kikubwa. Mafuta ghafi mazito ya Venezuela, ingawa ni ngumu na ghali kusafisha, ilichangia sehemu muhimu ya uagizaji wa mafuta ya China, ikichangia mkakati mpana wa Beijing wa usambazaji mseto. Ushirikiano wa usalama pia uliendelezwa, ingawa kwa tahadhari. Venezuela ikawa mojawapo ya wanunuzi wakubwa wa zana za kijeshi za China katika Amerika ya Kusini, na mafundi wa Kichina walipata fursa ya kufuatilia vifaa vya satellite kwenye eneo hilo la Venezuela. Wakati huo huo, Beijing ilichora mstari mwekundu iliyo wazi, iliepuka hadi rasmi za ulinzi, kupelekwa kwa wanajeshi wa kudumu au uanzishwaji wa kambi za kijeshi, ishara kwamba Uchina haikutafuta changamoto ya ukuu wa kimkakati wa Amerika katika ulimwengu. Maslahi ya Beijing nchini Venezuela yalienea zaidi ya mauzo ya mafuta na silaha. Nchi hiyo ilitumika kama sehemu kuu katika mkakati mpana wa China wa Amerika ya Kusini, ambao ulisisitiza maendeleo ya miundombinu, upanuzi wa biashara, ushirikiano wa kifedha, uratibu wa kisiasa na kubadilishana utamaduni ndani ya mfumo wa kimataifa. Mtindo huu ulitaka kujenga ushawishi kupitia muunganiko na kutegemeana kwa uchumi badala ya kushurutishwa na kulazimisha, na kuimarisha taswira ya China kama mshirika wa maendeleo badala ya mlinzi wa usalama. Hata hivyo, inatajwa kwamba moja kati ya sababu kuu ambayo China imeona hakuna haja kuingilia kati ni namna ambavyo ilitengeneza mazingira kwa kuitega Marekani, hasa katika eneo la Taiwan, kwamba siku moja China itakuja kuamua kufanya lolote dhidi ya Taiwan na wala isitake yeyote kushiriki katika mpango huo, na kwamba hapo itakuja kuanzisha jambo zito zaidi. Naeleza wachambuzi wa mambo kupitia vyombo mbalimbali vya habari, ikiwa ni pamoja na Shanghai Eyes. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana. Naitwa Adam Hussein.